nimekaa katika hayo mazingira, naingia kanisani natoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikawa hivyo hivyo, tunaingia kanisani natoka, ibada inaendelea, yani nakuwa kama ni mtu ambaye basi tunakuja kanisani ili kutimiza wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna wakati mmoja, kuna muda ulifika nikawa nikawa ni mtu ambaye sasa tuseme ni mtu ambaye ninafanya maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mfano ibada inapoanza, kwanza kabla ya ibada najikuta sijisikii kuja kanisani. Nakuta uzito sitamani kwenda kanisani. Lakini kama nikiweza nikafika kanisani, utakuta sielewi kabisa, sielewi. Lakini nakuwa hivyo tu. Nimeendelea. Lakini nakumbuka kuna wakati ulifika, nilihisi kama ulivyoishi wewe. Nilikaa kwenye kiti kama ulivyokaa wewe. Nilifanya kazi zote kama unavyofanya wewe. Lakini kiukweli nilikuwa sikuwa na ule uhalisia wa mwanadamu ndani yangu. Lakini kwa nje nilionekana mtu kama wewe. Jinsi ambavyo unaweza kukaa kanisani, jinsi ambavyo unaweza ukatenda kitu cha kimungu, jinsi ambavyo unaweza ukatoa sadaka, jinsi ambavyo unaweza ukaomba, jinsi ambavyo unaweza ukatenda shughuli yoyote ile ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimeishi maisha hayo, lakini nikawa napeleleza, hivi chanzo ni nini? Shida ni nini? Kwa nini nipo hivi? Mbona sikuwa hivi? Nilipenda maombi, kiu tena ya maombi kakatika. Nilipenda neno la Mungu, nikakuta ndo nikishika neno la Mungu ni kama nachoma msumari kwenye kifua changu. Nikakuta nasikia maumivu makali. Lakini nimeendelea hivyo, nikawaza shida ni nini? Nikagundua shida ni dhambi. Iko dhambi iliyonisonga. Iko shida iliyonitenga mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka hata siku zilizopita, kama sikosei Jumapili, kuna vitu baadhi nilikuwa naongea. Mimi ulifikia wakati kama hivi tulivyokaa hivi kanisani, nilikuwa na uwezo wa kukuambia kwamba wewe kwa sehemu najitahidi unaweza kukutana na Mungu. Na wakati huo kweli nilikuwa natumika katika ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna wakati ulifika watu baadhi hapa kanisani nilikuwa sitamani hata kukutana nao. Nilikuwa sitamani. Halafu nikijua hiyo siku anaongoza maombi mtu fulani, hiyo siku hayo maombi sitahudhuria. Nitatafuta dharura yoyote ile nisihudhurie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachokiongea hiki sijarubuniwa na mtu, sijashauriwa na mchungaji wala mama yangu mlezi. Ni kile kitu ambacho nilikiishi na kukiona na kukitenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka wakati mmoja kuna mtumishi mmoja yupo mahali hapa, mama mmoja tukawa tunaendelea na sifa wanaimbisha kweli, watu wanakutana na Mungu. Lakini mimi nilikuwa siimbi. Nitajitahidi nazunguka lakini siimbi. Nakumbuka huyo mama alinifuata, akaniambia piga makofi. Sikupiga. Hadi akashika mikono yangu akananiambia, hebu piga makofi. Moyoni nikasema tena ungejua nisiyokupenda usingenishogelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivi sisemi kana kwamba nakutishia, au sisemi kana kwamba usiwe na maswali ya kusema kwa mimi nikoje. Hapana. Lakini ninachokizungumza ni kitu ambacho nimekiona. Bwana Yesu asifiwe. Niliishi hivyo, nikikuta mhubiri ni fulani, halafu najua huyu atasimama kuhubiri, najua atagusa roho yangu. Hiyo siku nitajitahidi. Akijitambulisha jina lake, akatoa kichwa cha somo, akasoma hata kifungu kimoja, atakapoanza tu kuhubiri, nakuta moyo wangu sasa kifua kinauma. Najikuta siwezi tena kutulia huko kanisani. Nilichokuwa nakifanya, natoka nyumbani, siendi, naenda kutafuta marafiki zangu wa shuleni, naenda hata huko nakaa huko ili madam tu nisisikie huyo mtu anayechoma roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeendelea. Sasa
tukaikaa sasa, unakuta tunaomba, mko mnaomba, lakini nakuta yale maombi yanachoma, yale maombi yananiumiza. Nikaja siku moja usiku wa manane nikiwa nimelala. Kwanza kabla ya hapo, baada ya kuwa nimekaa mbali na uso wa Mungu, kuna vitu nilianza kuanza. Nikasema laiti ningekuwa hivi. Ningekuwa hivi na hisi ningefanya kitu fulani. Afu ningekuwa hivi, ningesumbua tena, hasa ningepigana na hawa watumishi wa Mungu. Kwa sababu wakati huo sikuwapenda watumishi wa Mungu. Sikuwapenda, nilikuwa sitaki hata kukutana nao. Bwana Yesu asifiwe. Nimeishi hivyo. Lakini haikuwezekana. Bado tu niliendelea. Nilisema basi tu hata niende tu kwa natimiza wajibu. Lakini nakumbuka siku moja, kama sikosei ilikuwa ni mwaka juzi. Siku moja ilipofika usiku wa manane, nikawa nimeota ndoto. Nimeota ndoto, nimeamka, nimekaa kitandani. Ila nilipokuwa nimekaa, nikaona mwanamke anakuja. Alipokuja, akawa ni kama anaongea, ananiambia njoo. Uwe kama hivi mimi nilivyo. Kweli mimi sikusita, niliamka, na baada ya kuamka, lakini sikuona kama nilitembea. Nikawa nikakuta tuko eneo moja, na hilo eneo kuna maji mengi. Sasa nikakuta pale alikuwepo kijana mmoja, ila yule kijana alikuwa na kompyuta. Ile kompyuta ilikuwa na upana, ilikuwa ni kubwa. Hasa wakati yuko hapo, ni kama yeye sasa ndo anamiliki hiyo kompyuta. Nikawa sana nimekaa hapo, na yule mwanamke akawa yuko pembeni. Lakini baada ya hapo nikaona kabisa hapa kanisani kilikuwa ni kipindi cha maombi. Ila wakati maombi yanaendelea, niliona watu wanaomba. Lakini vile maombi yalivyokuwa yanaendelea, kama hivi tunavyoomba tunapishana, tunaomba tunapishana. Sasa nikawa naona pale kwenye skrini anapita mtu mmoja. Sasa akipita mtu mmoja anaomba kama yule mtu kabisa, yuko sahihi mbele za Mungu. Unakuta yule mwanamke anatikisa kichwa. Yule mwanamke nguvu inamuishia, utakuta tu anaguna, anakuwa na viulizo. Sasa hivyo maombi yanaendelea. Nikawa naona watu wanapita. Na waliokuwa wanapita niliwafahamu. Na wale ambao walikuwa wakifika pale yule mwanamke akihuzunika niliwajua. Lakini kama akifika mtu kwenye ile skrini, kama ni mtu ambaye tu anayeenda kujifurahisha, kama mimi nilivyokuwa tu nakuja kujifurahisha, yule mwanamke anacheka. Anacheka kabisa, anacheka kwa ziada. Akawa anacheka. Sasa wakati hivyo vimeendelea. Baadaye nakumbuka sasa nikawa mimi najiuliza, hivi kwa nini anacheka? Kwa nini akipita mtu fulani huyu mwanamke anadhazabika? Kwa nini akipita mtu fulani huyu mwanamke anacheka? Nikawa najiuliza moyoni, kwa nini? Sasa ndipo yule mama baadaye akaanza kufanyaje? Akaanza kuongea, akasema kwamba kama wewe tulivyokutumia, ulikuwa unaingia kanisani lakini wewe una fitina. Ulikuwa unaingia kanisani una wivu. Ulikuwa unaingia kanisani ni muongo. Ulikuwa unaingia kanisani una chuki. Ulikuwa unaingia kanisani wewe ni mtu mwenye wivu. Sasa unapofika muda wa kuomba, ndio maana tunacheka. Nini tunafurahia? Kwa sababu kazi yako unayoifanya ni bure, hautendi katika roho na kweli. Ila tu haionekani kuwa ni kazi sahihi. Kweli mimi nikawaza. Nikasema ni kweli, kwa sababu mimi nilikuwa nakuja kanisani. Kuna wakati kabisa ulifika nilikuwa siombi, ila nazunguka tu naenda. Lakini akasema kwamba mtu naweza ukawa kanisani
ukawa ni lango la adui. Yaani wewe ukawa ni lango la adui kupata taarifa za kanisani, ukawa ni lango la adui kupata yani jinsi ambavyo kanisa linaendelea. Kwa sababu kama njia zako hazitakuwa salama, ni hakika shetani atakutumia. Ni hakika adui atakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena ni kama jiulize, je, huyu mtu anayefika, huyu mwanamke anaishiwa amani? Anaishiwa amani. Baadaye yule mwanamke akasema, huyu mtu anapofika, ukikuta roho yangu haina amani, ujue huyu mtu anachokifanya duniani kinatikisa mpaka nilipo mimi. Yaani amani inaondoka katikati ya moyo wangu, furaha inatoweka katikati ya moyo wangu, kwa sababu sina uhakika wa kuwa naye hata siku ile ya mwisho. Ndio maana unapomuona mtu kama huyu, yani sina furaha naye. Afu watu kama hawa huwa yani watu kama hawa huwa siwapendi. Maana ya kwamba hawapendi kwa sababu gani? Kila kitu ambacho unakifanya afu kimeungamanishwa na nguvu ya Mungu, kinapofika kule kinatikisa, kinapofika kule kinaharibu mambo kaza wa kaza. Lakini kama utatenda, kuna mambo ambayo hayako salama. Maombi yako utakapoomba, yule mwanamke atakapocheka, ni hakika hayatajibiwa, ni hakika hayatapenya mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Yako mambo ambayo haujatengeneza, yako mambo ambayo mimi sijatengeneza. Kwa ninapoimba, ninaposifu, ni hakika yule mwanamke anacheka. Yani anafurahi. Nini? Kwa sababu sijatengeneza, kwa sababu sijafanya mambo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Niliishi maisha kama hayo, lakini baadaye niliona wachungaji, baadhi ya wachungaji wako wanapita, lakini nikakuta yule mwanamke akawa anacheka, yani anacheka. Lakini nilibahatika kuona mchungaji mmoja, sitamsema ni nani, lakini alipopita huyo mchungaji akiwa anaomba, niliona yule mwanamke yani hadi sura yake ikawa imebadilika, ikawa imejaa ghadhabu, yani akawa anaumia rohoni, moyo wake ukawa unachoma. Lakini kipengele kingine ambacho nilikiona kilikuwa kinahusiana na harusi hii iliyopita mwaka jana, harusi ya mtumishi wa Mungu Mikaya pamoja na Shuhudia. Nakumbuka wakati huyo mwanamke na huyo kijana na mimi nikiwepo eneo lile, nilisikia yule mwanamke akawa anaongea, akasema kwamba harusi hii hatutaki ifanikiwe, ila tu kama watafunga na kuomba kwa ajili ya hii harusi ndani ya siku 7, hakika harusi itafungwa na itafanikiwa. Nikawa najiuliza, wakifunga na kuomba harusi itafanikiwa? Sasa nikawa najiuliza itakuwaje sasa? Yule mwanamke akasema, lakini kama hawatafunga na kuomba, hakika harusi haitafungwa, yani na mambo yataharibika. Nikawa najiuliza, mbona hiki kitu kinachoongelewa ni cha ajabu? Lakini pia akasema kwamba wasipofunga na kuomba, yupo wakala ambaye ameandaliwa kwa ajili ya ndoa hii. Najiuliza, yupo wakala ambaye ameandaliwa kwa ajili ya harusi hii? Nikawa sielewi sasa. Yote hayo niliyoyasikia nikayatunza moyoni. Lakini nikakaa. Lakini niliona hata watu wengine, hawa mapadri niliwaona walikuwa ni wengi, lakini yule mwanamke alikuwa anacheka, alikuwa na zi yake, alikuwa anaongea. Mimi ambacho nakiongea ni kitu hiki ambacho nasema, chochote unachokifanya tambua adui anajua. Lolote unalolitenda tambua Mungu anaona. Chochote kile unachokitenda tambua Mungu anaona na shetani anaona. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo nilikaa nayo, sikumwambia mchungaji, yani sikuwahi kumwambia mtu yoyote wa karibu na mimi, ila nilisema mpaka kitakapotokea kimoja wapo ya hivi nilivyoviona ndipo nitafunguka.
kwa sababu nataka nihakikishe kweli nilichokiona ni sahihi au nilichokiona hakipo sahihi. Nimekaa lakini baadaye nikasema hapa acha nitoke tu. Nikawa nimetoka, sikumwaga mtu yoyote, nikaenda huko nikakaa. Nikasema hapa ndipo nitaanzia. Lakini nikitoka hapa sitarudi nyumbani. Tena sitarudi nyumbani wala hata simu sitapiga wala kumpigia simu babangu, mchungaji wala mlezi wangu. Nikasema sitampigia mtu yoyote yule. Nimeenda kule kweli nikakaa huko nikakaa. Nimeendelea kuishi. Lakini nakumbuka siku moja ilikuwa tarehe 7 mwezi wa kwanza, siku ya Jumapili. Siku hiyo tukaenda ibadani. Tukaomba, tukaimba, tukasifu. Baadaye alikuwepo mtumishi mmoja alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya neno. Lakini cha kushangaza, alipoinuka kwa ajili ya neno, Biblia akawa ameiacha. Akasema leo sitahubiri, ila yuko mtu mmoja ambaye Mungu amesema na mimi usiku wa leo, na hiki kitu ndicho nitakachokiongelea. Na huyu mtu akikubali na akaamini kwamba ni Mungu aliyesema na mimi, ndipo usalama wake wa maisha utakuwa hai. Lakini akikataa na kupuuza, atakuwa ameangamia hivi. Na akikataa atapitia ugumu, tena ugumu ambao haujawahi kutokea. Akikubali, hakika Mungu atambadilisha. Kweli yule mtumishi akasimama akasema kwamba usiku wa leo nimeota ndoto moja. Lakini hiyo ndoto akasema kwamba ameona viatu 4. Hivyo viatu 4 maana yake 2 anavaa mtu mmoja, 2 tena anavaa mtu mmoja. Maana yake viatu 4 vinavaliwa na watu wawili. Baadaye akasema kwamba ila hivyo viatu mahali vilipohifadhiwa, akaona kiatu kimoja hakipo, vimebaki viatu 3. Sasa yule mtu wa kwanza akaja akavaa kiatu, akavaa na kingine, lakini akaondoka. Mtu wa pili alipokuja akakuta kiatu kimoja. Sasa wakati amekuta kiatu kimoja, akawa anatafuta hakukiona kile kiatu. Anajaribu kuchunguza labda kuna eneo kilipojificha, anatafuta hakioni. Sasa yule mtu akachukua kiatu kimoja. Alipochukua kiatu kimoja akavaa mguuni. Alipovaa ila akawa ananungulia, anasema hivi kiatu kimeenda wapi? Nimenunua viatu, mbona kiatu kingine sikioni? Kiko wapi? Mbona natafuta hiki kiatu sikioni? Kimeenda wapi? Hivyo tu akawa anatembea ila ananungunika, kiatu kimeenda wapi? Mbona natafuta sioni? Akasema kwamba ishara ya hivyo viatu 4, hicho kimoja kilichopotea, ni watu ambao waliitwa kufanya kazi, lakini miongoni mwa mtu mmoja akawa ametoroka kazi hiyo. Akasema kwamba kama hivi tulivyo kanisa, akazungumza akasema yuko mtu mmoja, sitasema jina lake ni nani wala sitamuinua, lakini yupo mtu mmoja katikati ya kanisa amekaa upande huu. Kwani ule upande aliyosema nilikuwa nimekaa mimi. Na huyu mtu aliitiwa kufanya utumishi, ila ameuacha huo utumishi na amekuja mahali hapa sio katika kusudi la Mungu. Sasa Mungu ameniambia arudi mahali Mungu alipomuitia. Akasema huwezi ukawekwa kwenye shamba hili ukaambiwa lima hapa, ukimaliza nitakulipa, afu ujamaliza kulima hilo shamba unataka tena ukalime shamba lingine. Akasema Mungu ananiambia arudi katika kusudi lake aliloitiwa, arudi mahali alipoitiwa. Kweli utulivu ulikosekana moyoni mwangu. Nilikuta utulivu moyoni haumo. Nikajikuta hukumu ndani ya moyo wangu. Anaendelea kuongea hukumu.
Anaendelea kuongea hukumu. Alipomaliza akasema kwamba sina neno lingine ila nililotuma ni hilo nimemaliza. Akasema tusimame tuombe maombi. Haya maombi tutaomba, Mungu atamuongoza huyu mtu, atafika mpaka mahali alipoitiwa. Ila tu akikataa ataishi maisha magumu, atateseka. Yaani asiporudi kufikia mwezi wa 4 ambayo ni mwaka jana, hapo ndipo ugumu utaanza. Lakini akirudi hakika Mungu atakuwa pamoja naye. Nilikaa, yani amani iliisha kabisa, iliisha. Tangu nimefika pale nilikuwa sijawahi kwenda kuongea na mchungaji. Ilikuwa ni salamu tu na kwenda nyumbani. Lakini hiyo siku nikasema hapa nikisema nirudi nyumbani sitapata muda wa kumwaga mchungaji. Hiyo siku ibada ilipoisha nilienda kumuona mchungaji. Nikamwambia mchungaji, tumekuwa wote lakini nahisi kesho nitaondoka nirudi nyumbani. Yule mchungaji akasema kwa nini umeshtukiza? Sikumwambia, nikasema tu naomba nirudi nyumbani. Akasema si ungesogeza tu usiku? Nikasema hapana. Akasema basi kama umeamua ni vyema uende ukawaone nyumbani. Hakujua kinachoendelea na hakujua ule ujumbe umekuja kwa ajili ya nani. Mchungaji akaniandikia namba, akaniombea, akaniambia safari njema. Lakini wakati huo kumbuka sikuaga mahali nilipokuwa na hakuwa na taarifa. Wala yeye yani hakuzani kwamba hiyo siku ningemwaga kuondoka nyumbani. Maana yeye alijua kwamba amepata binti wa kukaa naye. Maana tulikuwa hata tukikaa na niambia kaa tu. Lakini nilipotoka kanisani nikamwambia mama, samahani na shida na wewe. Nikawa nimemuita, nikamwambia naomba kesho niende nyumbani. Yule mwanamke akaniambia mbona sielewi unasemaje? Nikamwambia naomba kesho nirudi nyumbani. Akasema kwamba unarudije sasa nyumbani? Maandalizi menyewe sijafanya. Yaani hamna pesa ya akiba niliyoweka ambayo naweza nikasema nitakupa uende. Nikamwambia hivi, mimi naomba niende nyumbani. Akasema kwamba ngoja tuone. Lakini akawa amesema kwamba basi jiandae, kuna mahali naenda, naweza nikapata huko pesa nitakupa. Kweli nikakaa hivyo. Nikawa nimeenda basi kuaga hata marafiki zangu. Nikamwambia mimi kesho naenda nyumbani. Wakasema kwa nini unaenda? Nikasema nimekumbuka nyumbani niende. Baadaye ilipofika usiku yule mama akaniambia kwamba usiende, utaenda wiki ijayo. Nikamwambia yani kama nikitengana na siku hii sidhani tena kama nitapata muda wa kwenda nyumbani. Lakini akawa nakumbuka alikuwepo jirani yangu mmoja nilikuwa sijamwaga. Na huyo jirani ndio ambaye nilikuwa yani aliyekuwa amenitafutia mpango wa kwenda kufanya kazi sehemu nyingine. Nikamwaga, akasema sasa itakuwaje? Mbona na tiketi umeshakata na passport umeshakata? Sasa itakuwaje? Nikasema nitarudi, acha niende kwanza nyumbani. Lakini ulipofika usiku nimelala, yani nikajikuta sasa hali yangu ikabadilika, yani nikawa ni mgonjwa. Yani nikaanza kupata maumivu makali. Nikakuta yani mdomoni vimejaa vidonda. Yani vidonda yani kiasi kwamba siwezi hata kufanya chochote kile. Maana hata nikimeza mate yani na hisi maumivu makali. Yule mama akaniambia kwamba sasa utaondoka huko hivi ulivyo? Nikasema acha niangalie itakapofika asubuhi hali yangu itakuwaje. Kweli tumekaa vile, lakini akaniambia utumie hata dawa. Nikasema hapana. Ila yeye hakujua, ila mimi nilijua hii ni fimbo tu inaonitafuta kurudi nyumbani. Sikumwambia, alibembeleza. Maana mtoto wake mmoja alikuwa ni nesi. Akasema dawa zipo, basi twende hata kwenye kipimo au ukapime. Nikasema hapana. Alibembeleza nikasema, lakini moyoni nikasema hujui tu ila anayejua ni mimi. Ilipofika Jumatatu asubuhi
kweli hali yangu ikawa sio nzuri sana. Baadaye ilipofika mchana nikaenda kuomba. Nikaanza kuomba, lakini nilipokuwa nikiomba, maana nilijua kabisa hapa nipo nje na makusudi ya Mungu. Nikasema, Mungu, ni kweli kabisa niko nje, ila neno moja tu, mimi naomba unirehemu. Naomba unitakase. Naomba unirehemu Mungu, nataka nitengeneze na wewe. Nataka nitengeneze na wewe. Ilipofika Jumatatu jioni, nikasikia angalau sasa roho yangu inaanza, yani maumivu yanaanza kupungua. Usiku nikakuta hali yangu kabisa imekuwa nzuri. Nikamwambia, kesho asubuhi na mapema nitaondoka. Akasema, basi nitaamka saa 1 uende. Nikasema haya. Nikalala. Ilipofika saa 9 nikamgongea mlango. Nikasema, mama, mimi naomba niende. Akasema, mbona unaniamsha usiku hivi? Nikamwambia, naomba niende. Yani naomba tu unisamehe, lakini naomba mimi niende. Akasema, utaenda asubuhi. Nikamwambia, hapana, naomba niende ili kusudi niwahi kufika. Lakini nikawa nasikia nisipoenda tu yatatimia yale maneno niliyoambiwa tarehe 7 mwezi wa kwanza. Yani hapo nikafanya maandalizi, nikawa nimebeba begi langu, akanisindikiza saa 9 za usiku. Tulikuwa tumekata tiketi, nikafika, nikapanda gari. Wakati kutoka Tabora hadi hapa usafiri tulikuwa tunatumia 30,000. Manake kutoka Tabora mpaka Nyantakala nilipokuja wengine walikuja kwa 30,000. Lakini mimi nilipofika mle kwenye gari, huyo mwanamke akaniambia, pesa utampa huko. Nikaja. Tumefika hapo Nyantakala, akaniambia kwamba naomba unipe tu 20. Nikamwambia, sasa nitakupaje 20? Mbona ni hela 30,000? Akasema, wewe nipe tu 20. Hiyo nyingine baki nayo. Nikafika pale, nikachukua pikipiki, nikaja nyumbani. Sasa wakati sijafika nyumbani, nilikutana na watu wa humu. Wakasema, unaenda wapi? Nikamwambia, naenda nyumbani. Nyumbani wapi? Mchungaji mwenyewe ndio kwanza alisema hakutaki hata kwake. Hata kanisani hakutaki. Mama yako ndio basi kabisa anasema hataki hata ule mguu wako. Nikasema, litakalo kuwa na liwe. Kama nikifika watanifukuza, basi na wanifukuze. Ila litakalo kuwa na liwe. Nataka nikaangalie kwamba kitu ambacho Mungu alisema na yule mtumishi, akasema, rudi ukatengeneze. Rudi ukatengeneze. Nikasema, acha niende. Nikifukuzwa nijihakikishie kwa masikio yangu mwenyewe. Nilikuja. Kwanza niliogopa hata kufika kwa mchungaji. Nilienda nyumbani, hata nguo sikufikisha nyumbani, nikafikishia kwa jirani. Maana nikasema hapa, nahisi hata mama akinikuta itakuwa wenda atanifokea, ataongea maneno mengi. Nikawa nimekaa. Baadaye yule mama jirani nikamuuliza, mama ameenda wapi? Akasema, itakuwa yuko kwa mchungaji. Ila nilipofika, yule mama jirani akaniambia kwamba, unataka urudi tena kwa mchungaji? Kwanza mama yako mwenyewe hata kanisani haendagi, na yeye sasa hivi tuko kama, yani yuko kama sisi tulivyo. Acha tu ukae, afu umri wako umeenda. Wenda ukapata hata wanaume ukaolewa, ukamsaidia mama yako sababu ana maisha magumu. Wenda ukamsaidia. Kipindi hicho alikuwa na mimba. Akasema, tena sasa hivi na mimba nayo, baba yako mwenyewe hata haeleweki. Kubali tu olewe. Hafu ukikubali kuna mtu anatafuta binti wa kuoa. Hata sasa hivi wanaweza wakaja wakatoa mahali. Nilichomwambia nikasema hivi, huko penyewe nilikotoka nahisi nilikuwa nafuatiliwa na watu zaidi ya wewe unayeniambia. Walikuja wengi. Nilishauriwa sana, lakini wengine walikuja na pesa, lakini sikuangalia hali ya maisha tulionayo. Niliwaza hapa tu nikiteleza, nikakubali tu, nikatamani pesa, ndio nitakuwa nimepotea. Nikamwambia kwa sasa hivi yani sina wazo hata la kuolewa. Yani kiufupi tu sina wazo. Akasema, na wewe umri wako umeenda. Kwa nini tu? Mbona wengine wameolewa tena hasa walio na maisha magumu kama hayo?
Yaani sio rahisi kukaa hivi mpaka umri wako huo ulionao. Nikamwambia mimi siwezi. Tena yeye ndo yani akawa sando mshauri. Akapanda na juu akamkimbilia mama wangu mpaka dukani kwa huyu mtumishi mama Samuel. Akamwambia mtoto wako amekuja. Lakini wakati amekuja kumfuata mama, nikakuta moyoni amani haiji kabisa. Nilichokifanya nilichukua zile nguo nikaziweka ndani. Nikasema mama akija akinitolea nguo nitaondoka. Lakini nataka nisubiri neno moja tu kutoka kwa mama. Lakini nashangaa mama anakuja. Ananiambia ni muda wa ibada, uende kanisani. Nasema hivi mama, yaani ungejua kabisa yaani ungejua na Yesu ungeniacha tu. Akasema wewe twende. Nikamwambia sasa unaniambiaje kwenda kanisani? Wakati nimeambiwa kwamba mchungaji alishakataa hata hapa nisikanyage. Akasema kwamba mimi mwenyewe nimekaa nje ila sijasikia mchungaji akisema hivyo. Ndio nasikia leo kwako. Nikasema sango, hebu acha niende. Nikamwambia twende. Tukaja lakini nikakuta na sana. Nikamwambia au nirudi? Akasema mama, hebu njoo twende tu kanisani. Tukaja kanisani tukaja lakini nilipofika hapa baadaye nikawa huko ofisini. Sasa wakati nilipo huko ofisini nikakuta mchungaji anasema kwamba ni jana tu Mungu ametoka kuongea. Akasema kwamba yani angefurahia, maana ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Mungu akaongea akasema kwamba ningefurahia hata ibada ya kesho familia yako ikawepo madhabahuni pangu. Hicho kitu kilinipa kushtuka. Niliwaza mara mbili nikasema mimi sikuwahi kumpigia simu baba kwamba nakuja. Mikaya ndo basi sikuwahi hata kuongea naye. Hana mtu niliyempa taarifa kwamba nitakuwepo. Lakini nikakuta huo ujumbe naambiwa. Sasa nikajikuta nikasema hasa hapa nimekuwa niona sina namna tu, itanibidi nikae. Yaani itanibidi nivumilie. Kumbuka nimekaa hivyo. Hayo yote nimepita. Nimekaa hivyo. Lakini Mungu hakusita kunionya. Hakusita kunikaripia. Mpaka nikafika hatua ya kusema hivi Mungu kwa nini unanizalilisha? Hivi kwani Mungu umati huu wote hivi Mungu kwa nini unanizalilisha? Yaani nikajikuta nahisi Mungu ananizalilisha. Kwa sababu kuna kipindi kimoja alisimama mtumishi mmoja. Aliposimama nakumbuka nilikuwa napenda kukaa huko nyuma, nikawa nimekaa kule. Lakini akasema kwamba hebu dada Abigaili simama. Unajua na wewe ubadilike, umezidi. Hebu badilika. Nikasema huyu hajui. Yaani hajui tena. Nikasema right. Ningekuwa ndo mchawi. Alafu najua dawa ya kuua. Asingelala hapa. Yaani nikakuta hasira sasa imenijaa. Nini nakwambia hiki? Nakwambia kwa sababu ya ule hapo mara ya kwanza niliposema nilikuwa namchukia kila mtu. Ila niliyekuwa namchukia ni mtu ambaye alikuwa kwenye kusudi la Mungu. Yaani ambaye najua huyu sitashirikiana naye. Na watu waliokuwa katika nguvu ya Mungu sikuwahi kusekenya nao hata siku moja. Sikuwahi kuambia hata maneno ya upuzi hata siku moja. Maana nilikuwa najua nikienda kwa huyu tu akishanisoma akajua siko salama. Ni rahisi hata kuniambia twende tukaombe. Nilikuwa na wakwepa. Najua nini kitakachonipata. Naelewa kwamba sasa hivi sina nguvu ya Mungu. Ninachokitumikia nilikuwa na kijua. Kwa mazingira yale yalinifanya kabisa kujitenga mbali na wale watumishi wa kweli. Ninaposema hivi usiseme wewe sio mtumishi. Wote ni watumishi lakini kukizi vigezo na masharti hadi ufike kwenye ngazi ya kuaminiwa na Mungu ni vigumu. Sio rahisi kama ambavyo unaweza ukabadilisha nguo hii, unaweza ukabadilisha kiatu, unaweza ukabadilisha chochote kile, pesa ya aina yoyote ile unaoiona. Lakini ni kazi kubwa kuwa na Mungu. Kumbuka Mungu ni wa kanuni na sheria. Mungu ameendelea kunionya. Jumapili iliyofuata nikakuta na anayesimama ananikemea tena. Anayesimama tena Jumapili iliyofuata ananikemea tena. Walifika kama watumishi watatu. Wanne aliyemalizia kabisa
ni mchungaji. Nasema hata kumsalimia tena sitamsalimia. Na hivyo naishi naye simsalimii. Kweli hiyo sikumsalimia. Kwa namuona tu hata asubuhi. Sitaki hata kumsalimia. Nikijitahidi shikamoo. Bwana Yesu asifiwe, sitaki. Nini? Kwa sababu ya dhambi iliyokuwa inatesa moyo wangu. Dhambi ikiwemo ndani ya mtu hapanaga amani. Na hiyo dhambi ndio iliyokuwa inanionyesha nazalilishwa. Mimi nilikuwa ni mkosoaji. Unajua mkosoaji? Afu tena ole wako niambie kitu huna uhakika nacho. Na kipindi hicho hamna nguvu ya Mungu. Sasa ninatumiwa na shetani kiukweli bila kubabaisha. Wala ni kwamba shetani alikuwa na uhalali muda wote kuvaa mwili wangu, kuutumia anavyojisikia. Ulinzi wa kimungu haukuwepo. Nguvu tena ile ya Mungu haikuwepo. Kwa sababu nilimpa mlango shetani. Na aliendelea kweli kunitumia. Na kama unavyosikia mtu anaweza, unajua kuja kanisani. Ulisema kwamba nakuja kanisani na mkimbia shetani. Unaweza ukawa hivi ulipo kanisani. Mimi nikawa ndo shetani, wewe ukawa ndo shetani. Mimi nikawa ndo Mungu, wewe ukawa ndo Mungu. Kwa nini nimesema hivi? Mungu anatenda kazi pamoja na wanadamu. Hivyo shetani mwenyewe anafanya kazi pamoja na wanadamu.